Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya 4 ya matangazo ya habari ya matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kiusalama, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya usalama inazidi kuwa tete. Na leo mapigano makali yameripotiwa mapema asubuhi ya leo Jumanne tarehe 17 Machi mwaka 2026 katika uwanda wa Plaine de la Ruzizi, hasa pembezoni mwa Sange katika wilaya ya Uvira mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyoendana, vinadai ya kwamba milipuko mikubwa ya silaha nzito na mabomu ilisikika kuanzia saa 11 alfajiri ama 5h du matin, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa raia. Mapigano hayo yanaripotiwa kuwakutanisha vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vikisaidiwa na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo dhidi ya wahasi wa M23 AFC RDF. Mashambulizi hayo yameenea kando ya mto Ruzizi yakigusa maeneo kadhaa muhimu ikiwemo Sange, Biriba, Kabunambo na hata Kiamate kando ya barabara ya taifa nambari 5 ama RN5. Wakati huo huo, hali ya usalama imezidi kuwa mbaya katika maeneo ya juu ya Uvira. Kijiji cha Mitamba kilichoko katika sheferi ya Bavira kinaripotiwa pia kuangukia mikononi mwa kundi la wahasi wa Twirwaneho Red Tabara, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani. Hatua hii inaashiria uwepo wa mkakati wa kushinikiza kwa wakati mmoja maeneo tofauti yanayozunguka mji wa Uvira, mji ambao tayari unakabiliwa na hali tete ya kiusalama. Mapigano hayo yamesababisha wimbi kubwa la wakazi kuyakimbia makazi yao wakielekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, wakiwemo wanaokimbilia maeneo ya mpakani, hasa kuelekea nchi jirani ya Burundi. Katika taarifa iliyotolewa siku hiyo hiyo, M23 wa AFC RDF imedai kuwa inalenga kulinda raia na mali zao katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa upande wake, jeshi la serikali ya Kongo halijatoa bado tamko rasmi lolote lile kuhusu mapigano hayo wakati wa kuandikwa kwa taarifa hii. Kuibuka upya kwa mapigano haya kunakuja miezi michache tu baada ya M23 kujiondoa katika mji wa Uvira na katika mazingira ya mvutano wa kikanda unaoendelea. Aidha, kuchukuliwa kwa maeneo muhimu hapo awali, hasa wakati wa mazungumzo ya amani kati ya Kinshasa na Kigali, kulichangia kuongeza ukosoaji wa kimataifa, hususan kutoka kwa Marekani kuhusu madai ya ushiriki wa Rwanda katika mgogoro huo. Hali bado inaendelea kubadilika na inazua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika eneo hili muhimu la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako katika hali ya mvutano mkali wa kijeshi unaozunguka mji wa Goma, wahasi wa M23 wanaofanya operesheni chini ya muungano wa AFC na wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, kulingana na vyanzo vya kiusalama, wanaendelea kuimarisha nafasi zao katika eneo la Kibati kuelekea Trois-Antennes. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali zinazoendana, zinadai kuwa hatua hizi zinaonekana kuwa za kujihami, zikilenga kujiandaa na mashambulizi makubwa yanayoweza kuzinduliwa na vikosi vya jeshi la taifa la FARDC ambavyo vinatarajiwa kujaribu kurejesha udhibiti wa maeneo muhimu yanayozunguka mji wa Goma. Milima ya Kibati inayojulikana kwa kuwa na faida ya kijiografia na kimkakati inaonekana kuwa sehemu muhimu katika mpango huo wa kijeshi. Vikosi vya M23 AFC RDF vinadaiwa kupanga kuweka mstari madhubuti wa ulinzi katika eneo hilo, ukiwemo uwekaji wa silaha nzito na mizinga zinazohusishwa na jeshi la Rwanda, pamoja na kuanzisha kituo cha uangalizi kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa ufuatiliaji na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi kuhusu mienendo ya adui. Kuimarishwa kwa ngome hizi katika eneo hili nyeti kunaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika siku zijazo, huku pande zote zikionekana kujiandaa kwa makabiliano ya moja kwa moja katika viunga vya Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Hali inaendelea kuwa tete, ikiwa na hatari kubwa ya kuongezeka kwa mapigano katika eneo ambalo tayari limeathiriwa kwa muda mrefu na mizunguko ya mara kwa mara ya vurugu za silaha.
Tukisalia huko Kivu Kaskazini, movement nyingi na kubwa za kijeshi zimeripotiwa katika siku za hivi karibuni kusini mwa wilaya ya Lubero, ambapo kuna taarifa za kuwasili kwa vikosi vipya na vifaa vya kijeshi kutoka upande wa waasi wa M23 wa FCRDF, kulingana na vyanzo mbalimbali vya ndani na vya kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa hizo, usambazaji wa vikosi unaongezeka hasa kuelekea maeneo ya Mbingi na Bunyatenge, hali inayoashiria uwepo wa mkakati wa kijeshi wa kuimarisha ngome na nafasi za mbele katika eneo hili muhimu. Mwenendo huu unaongeza hofu ya uwezekano wa kuanza tena kwa mashambulizi dhidi ya nafasi na ngome zinazodhibitiwa na vikosi vya jeshi la taifa la Kongo FARDC, hasa katika maeneo ya muhimu ya Kanyabayonga na Musienene na Lubero Centre. Movement hizo za wanajeshi na vifaa zinaonyesha wazi kuongezeka kwa nguvu za kijeshi uwanjani katika mazingira ambayo tayari yamekumbwa na hali ya kutokuwa na utulivu wa muda mrefu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Hali inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi, huku dalili zikionyesha uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo mara nyingi limekuwa uwanja wa mapambano kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi. Na tukio lingine la kiusalama limeripotiwa usiku wa kuamkia leo Jumanne katika eneo la Ruchuru huko mkoani Kivu Kaskazini, ambapo watu wenye silaha wasiojulikana waliingia kwa nguvu ndani ya kanisa la Waadventiste lililoko katika kijiji cha Bugara majira ya saa 8 usiku ama 2h du matin, wakati waumini walikuwa wamekusanyika kwa ibada ya maombi ya usiku. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya ndani, vinadai kwamba washambuliaji hao waliwakuta waumini wakiwa katika ibada kabla ya kuanza uporaji uliolenga mali maalumu. Walichukua simu kadhaa za waumini waliokuwepo, hasa zile za aina ya Android, kisha wakakimbia kutoka eneo la tukio. Hakuna vifo wala majeruhi vilivyoripotiwa kufuatia tukio hilo, ingawa limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Miongoni mwa waathiriwa ni Jean Damascene Habyarimana, kiongozi wa eneo wa taasisi ya Fondation Eugene Serufuli, ambaye simu yake pia ilichukuliwa na washambuliaji hao. Hadi sasa wahusika wa tukio hilo bado hawajatambuliwa na hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za eneo hilo wakati wa kuandikwa kwa taarifa hii. Tukio hili linajiri katika mazingira ya usalama yanayoendelea kuwa dhaifu katika maeneo kadhaa ya Ruchuru, ambayo mara kwa mara hukumbwa na uvamizi wa makundi yenye silaha. Na tukienda huko mkoani Ituri, kuna shambulio la kikatili ambalo limeripotiwa usiku wa kuamkia leo Jumanne katika kijiji cha Babesua kilichoko katika eneo la Epulu mkoani humo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani na vya kiusalama, vinadai ya kwamba watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa wanachama wa ADF walifanya uvamizi huo uliolenga raia pamoja na walinzi wa hifadhi ama wa Ecogarde wa Park. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu kadhaa wakiwemo walinzi na mazingira na wakazi wa eneo hilo wameuawa katika shambulio hilo ambalo pia limesababisha uharibifu mkubwa wa mali. Nyumba kadhaa zilichomwa moto pamoja na magari ikiwemo lori la mafuta, hali iliyoongeza ukubwa wa hasara iliyopatikana. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko eneo hilo, washambuliaji walitekeleza shambulio hilo kwa mpangilio maalum, wakisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi kabla ya kujiondoa. Tukio hili linaongeza katika mlolongo wa mashambulizi yanayohusishwa na ADF katika sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limeendelea kukumbwa na hali ya ukosefu wa usalama. Hadi wakati wa kuandikwa kwa taarifa hii, mamlaka za eneo hilo hazikuwa bado zimetoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku mashirika ya kibinadamu yakieleza wasiwasi kuhusu hali ya usalama na ongezeko la wakazi wanaokimbia makazi yao wakihofia vurugu. Eneo la Epulu lililo karibu na maeneo ya hifadhi na yenye umuhimu wa kimkakati linaendelea kuwa katika hatari kubwa ya mashambulizi ya makundi yenye silaha licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea za kuyakabili makundi hayo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya 4 ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea na kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi
basi tunakwenda kukusii ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Tukutane kwa majaliwa. Asante.